mawili makuu, agano na damu. Unajua kuna vitu ambavyo tumevizoea ili kwamba ukiulizwa maana yake wewe mwenyewe unajua, lakini kuelezea ni vigumu. Jambo la kwanza, tunazungumza juu ya agano, na ni vyema tukajua kwamba agano sio makubaliano. Huu sio mkataba. Agano sio mkataba, sio makubaliano tu, hapana. Agano imeenda mbali, na ili tuje tuzungumze juu ya agano la damu, ni vyema maneno haya mawili tukayaangalia. Sisemi huyajui, najua unafahamu kabisa, lakini vizuri basi tukakumbushana, maana Biblia inaturuhusu kukumbushana katika kutenda mema. Amina. Kwa hivyo agano ni nini? Maana hapo ndipo mahali ambapo tutaweza kuanzia. Agano ni makubaliano ya ahadi ya kudumu. Ni makubaliano ya ahadi ya kudumu kati ya pande mbili yanayohusisha kujitolea maisha yote kwa kiapo. Ni makubaliano ya ahadi ya kudumu. Hii haina mlango, haina nafasi ya kuvunjwa. Ukiingia kwenye agano, hamna mlango wa kuvunja. Kwa hivyo ni makubaliano ya ahadi ya kudumu kati ya pande mbili yanayohusisha kujitolea maisha yote kwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kwa agano. Tuje kwenye neno la pili, ni damu. Damu ni nini? Nimejaribu kufupisha, taelezea tu kwa wepesi katika maeneo mawili, moja kisayansi na nyingine kibibilia. Kisayansi, damu ni nini? Kisayansi nasema damu ni kimiminika chekundu. Kimiminika chekundu kinachotiririka ndani ya mwili kupitia mishipa, ambacho husafirisha hewa ya oksijeni, virutubisho, hormones na uchafu. Hiyo ndio maana ya damu. Damu ni kitiririka chekundu ambacho kinatiririka ndani ya mwili kupitia mishipa, ambacho hiki kitiririka kinabeba ama kinasafirisha hewa ya oksijeni, virutubisho, hormones na uchafu. Sitaingia sana kwenye hivyo vinavyobebwa na damu. Tuje baada ya kusikia damu ni nini, baada ya kukumbusha, maana si kila mmoja wetu ajui damu ni nini au agano ni nini, tunakumbushana. Tunakuja tunaangalia Biblia inatafsirije damu. Nitaomba nikimpata mtu atakayenisaidia kusoma kwa haraka, nitashukuru sana. Kumbukumbu ya Torati 12 mstari wa 23 na 24. Nikimpata anayeweza kunisomea kwa haraka nitashukuru. Kumbukumbu ya Torati 12 23 na 24, naomba nisome. Ila ujihadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndiyo uhai, na uhai
usile pamoja na nyama. Usiile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako, utakapofanya yaliyoelekea machoni pa Bwana. Kibibilia, damu ni uhai. Mwambie mwenzako, damu ni uhai. Tafsiri ya Biblia. Na ndio maana Yohana 3:16 tunazungumziwa juu ya uhai. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye. Hapa tunazungumza juu ya uhai. Huyu Yesu ndio huo uhai, yani damu. Na inapofika kwenye swala la agano la damu, tuna mambo ambayo tunayaangalia. Na kabla sijaendelea, ninaomba tu nivumilie. Najua napata tu neema ya ualimu. Mimi ni mchungaji na ni mhubiri. Kwa hivyo bila shaka wale ambao wananifahamu wasema, mbona leo anazungumza kwa utaratibu hivi? Ndio, acha tu tuende hivi, usihofu. Mwambie mwenzako usiogope. Mwambie mwenzako usiogope. Unajua, unapowasha mkaa, jiko la mkaa na ule mkaa huwa ushiki moto sehemu zote. Kuna sehemu moja tena, mkaa mmoja ndio unashika moto. Alafu kadri upepo unapuliza, kadri upepo unapuliza, ule mkaa mmoja unaanza kushika moto wote, unaambukiza mkaa jirani na mwingine na mwingine, hatimaye mkaa mzima unakuwa umeshika moto. Amina. Kwa hivyo na wewe amini kwamba tunaanza hivyo, lakini hatimaye utafika mahali ambapo Bwana amekusudia ufike. Hilo ninaamini. Hatuko bure siku ya leo hapa. Mungu hajatuleta mwaka wa 2026 ili tuongeze idadi wa Tanzania. Hapana, ana mpango maalum kwa ajili ya kila mmoja. Na kwa taarifa yako ni kwamba wewe ukifa pasipo kutimiza kusudi lako, unamsikitisha Mungu kabisa, kwa sababu hajaliweka kwa mtu mwingine duniani, ni wewe tu. Yaani wewe umetengwa na Mungu na ameweka ndani yako jambo maalum. Kwa hivyo vyema ukamuuliza Bwana, ni kusudi gani linanifanya naishi? Amina. Kwa hivyo tunapokuja kwenye agano la damu, tunazungumzia mambo mawili kwa pamoja. Agano la damu ni nini? Ni kifungo cha makubaliano. Hiyo ni tafsiri nzima sasa ya agano la damu. Ni kifungo cha makubaliano kinachotiwa muhuri kwa kuchanganya damu au kuchinja wanyama, kinachounganisha watu au makundi fulani ya watu kidini au kijamii. Ni kifungo cha makubaliano kinachotiwa muhuri kwa kuchanganya damu au kuchinja wanyama, kinachounganisha watu au makundi fulani ya watu kidini au kijamii. Inaitwa agano la damu. Bwana Yesu atusaidie. Kuna maagano mengi yanafanywa ambayo hayajagongwa muhuri na damu, yanakuwaga makubaliano tu, mikataba hiyo. Na ndio maana watu wanafika mahali wanapotoka wanaacha ule mwelekeo, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kinacho wadhibiti. Lakini inapofika kwenye agano la damu, baada ya kukubaliana jambo na kula kiapo
kuna damu inayomwagika. Damu hii inawaunganisha pande hizi mbili kwa mambo mawili makuu. Moja, ukitii na kutenda sawasawa na mlivyokubaliana, kuna heri kwako, kuna baraka kwako. Ile damu ndiyo inazungumza. Na ikiwa utakiuka yale ambayo mmekubaliana, makubaliano ya kudumu, hii damu inasimama kuachilia mabaya. Mungu atusaidie. Hii damu ya maagano inasimamia ama inafungua mlango wa mabaya, kila aina ya ubaya uweze kukupata. Na ndio maana nilipokuwa nasoma Biblia nikashangaa, si kwamba nashangaa kwa sababu sijawahi kusoma, lakini inasema hukumu ambayo tutaipata kutoka kwa Mungu wanadamu, ikiwa hata kuwepo ambaye ameokoka. Ninatoa tu mfano, maana tupo tumeokoka. Nasema sio jambo lingine, ni kwa sababu ya kumkataa mwana wa Mungu, kumkataa. Unajua unamkataaje? Ile damu. Na nimesema Mungu ameingia maagano na amegonga muhuri kwa damu, na kuna makubaliano kwa kila anayemwamini Yesu ana uzima, kwa kila anayemkataa ameshahukumiwa, kwa kila anayempokea Yesu ana uzima, kwa kila anayemkataa amehukumiwa. Kwa lugha nyingine nasema kwa kila atakaye enenda sawasawa na hiyo damu, kuna baraka juu yake, uzima. Maana Biblia inasema ile damu ilimwagika. Kwanza Yohana anaandika, anasema huyo yeye aliyefanyika mwili alifanyika hiyo nuru. Hiyo nuru maanisha nini? Kulikuwa na giza, na hakuna yoyote kati yetu ambaye hufurahia kufanya shughuli yoyote ndani ya giza. Mambo mengi hutokea, hasara, wakati mwingine kukosea, lakini unapopata nuru kunakuwa na furaha. Hivi karibuni Tanzania, sijui nitumie lugha gani, pamekuwa na hali fulani inayosikitisha kwamba umeme ukikatika, ukirudi unasikia watoto nyumba zote karne ya 20 ngapi, watoto wanafurahi umeme ukirudi. Nimekuwa nikasishwa na hicho kitendo, lakini juzi nilikuwa nimetulia nikasema, wakati umeme unakatika hausikii wakisema lolote, lakini umeme ukirudi wanashangilia. Kwa nini? Kwa sababu kuna uhai umerudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapofurahia hiyo nuru, inatupa kujielewa, kwenda katika utaratibu wa kimungu. Anyway, turudi hapa. Ikiwa agano sasa ni makubaliano, usisahau tumeenda kuna ya kudumu huko, tulishatoa tafsiri zake, kati ya watu ambao inalazimu pande hizi mbili wachanganye damu. Kuna maagano ya kuchanganya damu ambayo watu wanachanjiana damu, alafu nachukua na ile nyingine wanagusisha. Hiyo ni moja. Lakini kuna hii ya kumwaga mnyama ambayo ndicho Mungu alichofanya. Kwa nini hakuchanganya damu yetu na damu ya Yesu? Yetu ilikuwa chafu, yetu ilikuwa imebeba mauti. Kwa hivyo ilibidi imwagwe ya yeye asiyekuwa na hatia. Amina. Ili sasa hiyo damu inapoingia katika maisha yetu, Biblia inasema inatutakasa na kutuosha mbali na kila aina ya udhalimu. Amina. Amina. Makubaliano, agano ile la damu ni pande mbili, kidini au kijamii. Na watu unapoona watu wameingia kwenye maagano, huwa kuna sababu ambazo zimesababisha. Moja, wakati mwingine kuna jamii ama makabila yetu si Afrika yalikuwa yanapigana sana. Ukienda Mara, Wakuria na Wajita pia wezi wa ng'ombe. Alafu sasa unajua mwizi akisha kolea katika wizi anaiba mpaka nyumbani kwake. Kwa hivyo hao Wakuria
Wale ambao umeishi Tanzania mnaelewa, na wakati kulikuwa na kanda maalum ya polisi ya Rorya. Kwa nini? Haikuwa inahusika na kudhibiti makabila mengine yaliyo mkoa wa Mara. Hapana, alikuwa anashughulikia kabila moja tu la Wakurya, kwa sababu ya ule wizi wa ng'ombe. Wameiba huko kwingine, sijui zimeisha, wakaanza sasa kuibiana kutoka kwenye ukoo hii, mtu wa ukoo huu wanakuja wanaiba kwenye ukoo huu. Wote ni Wakurya, na ileta shida. Vita vile na yale mapigano, unajua, yalimalizwa na wazee. Polisi walienda na kanda hiyo mpaka leo ipo, lakini ambao maliza ni wazee. Waliita wazee wa upande wa ukoo huu, wazee wa ukoo huu, wakakaa wakazungumza. Huyu mzee anasema nyinyi mmetuibia ng'ombe sana, na huyu anasema tumeiba kwa sababu nyinyi mlituibia. Sasa tufanyeje? Maana kuna maafa yanayoendelea. Kitu kitofanyika ni kuchinja mnyama, alafu wakasimama wale wazee. Ile damu imemwagika, anaambiwa upande huu, wewe ukivuka kwenda huku, laana hizi zikupate. Na kwa sababu wanaisemesha damu, unajua sio huyu tu anasemesha damu, na damu hailali, damu haiozi jamani. Ndio maana wauaji wanaua, alafu baada ya muda unasikia ile damu imemrudia ya aliyemuua. Imemrudia wapi? Wakati tulimzika nikaimba tuonane paradiso. Ni uhai. Biblia inasema ni uhai, na uhai tunazungumza ni roho. Roho haifi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hawa wazee, kwa sababu ya vile vita, ilibidi waingie ile migogoro, waingie agano. Ile agano likatuliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine vita ambavyo vinatokana na taifa na taifa, hili nalo linamalizwa kwa maagano. Siku hizi wanazungumza mazungumzo ya kidiplomasia ambayo jamani, ni kupaka tu mtu mafuta kwa mgongo wa chupa. Wanazungumza hapa, wanaendelea huko. Afrika sasa hizi tuna vita mbalimbali ndani ya mataifa yetu, na makubaliano mengi, mikataba mingi inafanyika. Kwa nini havikomi? Kwa sababu wanaosimamia wanaandika, mnamaliza, ukishamaliza yeye ndio anauzia wale magaidi silaha. Sasa akiacha, inamaanisha hana biashara. Kwa hivyo hapa mnakaa mezani, anaendelea kuuzia silaha, alafu tena upande huo na wewe anakuuzia silaha. Lini vitaisha? Mungu alipanga kumaliza, na alipopanga kumaliza alifanya jambo la pekee. Magonjwa nayo yanaweza kusababisha watu waingie agano la damu. Ni sababu za magonjwa. Kuna watu unakuta labda eneo fulani, watu kabila fulani wanashambuliwa na ugonjwa fulani. Sasa ili waweze kuondoa, wanaingia katika agano la damu. Agano la damu ni kwamba wanachinja mnyama kwa namna yao, ninazungumza kwa namna yao, lakini damu ndio inayotakiwa. Na kwa sababu Biblia imetafsiri kwamba damu ni uhai, kwa lugha nyingine wanatafuta msemaji kwa niaba yao. Bwana Yesu atusaidie. Haya ndiyo ambayo yalitokea huko nyuma pale Edeni. Mungu akawa wa kwanza kuingia agano la damu moja, baada ya kumkuta Adamu na Hawa hawana nguvu. Biblia inasema walikuwa wamejitengenezea zao za majani, sitaki kuingia huko ndani, lakini je tu hapa Mungu akaangalia haya majani, nikiangalia hayana uhai. Kisayansi wasema kuna uhai, lakini Biblia inasema damu ndio uhai. Mwambie mwenzako damu ndio uhai. Mungu akiwaangalia naona wako vile vile. Sasa kwa nini Mungu alimchinja mnyama? Alimchinja mnyama ili ile damu imwagike. Hapo anaingia agano, anamvisha Adamu na Hawa vazi.
Yaani wakati anawaangalia akitaka kukasirika, anaona kuna mnyama asiyekuwa na hatia ambaye amedhulumiwa haki ya kufurahi ili hawa wawe na furaha. Kwa hivyo Mungu akatabiri Edeni kwamba kutatokea siku ambayo atatokea mwana kondoo ambaye hana hatia, ambaye hana dhambi. Wenye dhambi watakuwa huko wakisherekea wakidhani wako salama. Mungu upande wa pili ana ghadhabu kwa sababu ya maisha yao. Lakini ikatokea wakati ambao Mungu aliuona mbele ya kwamba lazima mwanadamu avishwe vazi la utukufu, na haliwezekani kwa pamba. Hatuwezi kupata kutoka kwenye haya maganda ya miti, hatuwezi kupata kutoka kwenye vitu vingine. Akaangalia damu, lazima damu imwagike, uhai fulani uingie katikati, uanze kusema kwa niaba ya wale wengine. Haleluya, 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 haleluya. Magano yale yaliunganisha ndugu, ambao ilionyesha undugu wa kweli. Ingine kidini, wakati tunapozungumza juu ya damu kumwagika, huwa inasimamia umoja wa kiungu. Tunapozungumza juu ya Pasaka, ambayo ina tafsiri nyingi, kwa Kiswahili hatuna neno la Pasaka. Wamechukua moja kwa moja kutoka kwa Kiebrania Pesach, na wakalitamka hivyo, lakini Waingereza ama wazungu walienda wakatafuta maana ya Pasaka. Pasaka Kiebrania inamaanisha kupita juu. Kwa hivyo kwa Kiingereza wakaita Passover. Amina. Na sisi Waswahili tunatakiwa tuite kupita juu. Bwana Yesu asifiwe. Hii Pasaka inaitwa kupita juu. Kwa nini tunaita Pasaka? Ni kwamba tu mtafsiri aliyetokea akalichukua hilo neno kama tu lilivyo Pasek kwa Kiebrania, akalileta hivyo hivyo, lakini Waingereza wakaenda wakachimbua maana ya Pasaka. Pasaka ni kupita juu, Passover. Na sisi nasi tuanze kuiangalia sikukuu kuita ni siku ya kufanya nini? Ya kupita juu. Haleluya, ya kupita juu. Nini kilikuwa kinapita juu? Ghadhabu ya Mungu. Nini ambacho kimefanya apite juu? Kuna damu ambayo imemwagika. Hatukuzwe Bwana Yesu ambaye amemwaga hiyo damu. Angalia jirani yako, mwambie hii safari, mwambie hii safari si ya kubahatisha. Mwambie hii safari si ya kubahatisha. Mungu mwenyewe amemwaga damu ambayo imetufanya tuwe salama. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Yupo mmoja ambaye anasikia kitu? Inaitwa Passover, kupita juu. Kupita juu. Fanya hivi, kupita juu. Kupita juu. Hivi tu, kupita juu. Jamani, sio hivi. Hivi sio juu. Kupita juu. Onyesha kabisa kupita juu. Kupita juu ya kichwa chako jamani, sio mgongoni. Wewe pitisha mkono juu ya kichwa chako, kupita juu. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa nini Mungu alilifanya hivi? Tuna historia ndefu kwa Waisraeli ama Waebrania. Waebrania ama Waisraeli hawakuingia Misri kwa sababu ya njaa. Kuna mtu mmoja amenielewa? Sawa, ilitokea, lakini huko nyuma babu yao waitwaye Abraham alipotaka kuingia agano na Mungu, Mungu alimwambia, nataka unitolee sadaka za wanyama, na wakapasuliwa mara mbili, isipokuwa njiwa hawakupasuliwa.
Na nilipokuwa nasoma Biblia nikashangaa, kumbe Mungu ni mkali sana kwa sadaka iliyo yake. Mwambie mwenzako jichunge sana unapotoa sadaka. Abrahamu ama Ibrahimu akachinja akaweka wale wanyama, alafu katikati palikuwa na njia. Nitumie tu mfano wa hii sehemu. Kwa hivyo sadaka zingine aliweka upande huu na zingine akaweka upande huu. Alafu ilikuwa mapema, tai wanapenda nyama, kunguru wanapenda nyama, na kuna ndege wengine wanaopenda nyama, wakaziona wakasema hizi ni zetu, hizi ni zetu. Hujawahi kuandaa sadaka alafu unasikia mtoto anasema baba, hakuna mkate. Umeandaa sadaka unasikia, unajua chumvi imeisha. Ndio hao tai. Umeandaa kabisa, umeandaa sadaka, unaishika hivi 1000, unasema nikitoa tu 500 itafanya nini? Hiyo nyingine nitapeleka sadaka. Ndugu, linda mpaka mwenye sadaka apite akubariki. Abraham alifanya kosa tu. Kosa, unajua, amepambana mchana kutwa, akapambana mchana kutwa, ilipokuwa inafika jioni amechoka. Alafu akaanza kusinzia. Wakati anasinzia giza limetanda, hapambani tena na tai na nini, ameshinda. Kitu ambacho katokea, akaona tochi ama mwanga unapita katikati ya ile sadaka, akawa Mungu mwenyewe anamtafuta mtoa sadaka, anamkuta amekoroma. Akamwambia, Abraham, kabla sijaja umepiga usingizi? Jamani, mimi mchungaji, kuna watu ambao unakaa unaona anatoa sadaka, nafika mahali sema nimetoa sana, nimechoka, hata sioni yoyote. Ulikuwa unatoa, mwenyewe amekuja, mwenyewe ambaye ulikuwa unatolea sadaka amekutembelea na mwanga apite katikati, afanye agano na wewe. Subiri, mwambie wenzako subiri, usichoke, subiri, anakuja. Abrahamu akakosea, Mungu akamwambia, sikiliza, hakika uzao wako utakuwa nchi ya utumwa miaka 400. Amemzaa Isaka, Isaka amezaa Yakobo na Esau. Yakobo ndio huyo ameenda Kanaani, umekaa, njaa imetokea. Inafupisha tu, Yusufu ameuzwa Misri, njaa imetokea, ndugu anaenda kuhemea chakula. Hatimaye Yusufu anazungumza na ndugu zake kupitia Farao, wanawaleta Misri kwenye mji wa Gosheni, wakakaa vizuri. Lakini miaka yao yote ya utumwa haikuwa na raha. Mungu alikuwa anawasikia wakilia, Mungu alikuwa anawasikia wakiomboleza, Mungu aliyaona mahangaiko yao. Nataka nikwambie, ili mtu akombolewe, sadaka ya vitu havisaidii isipokuwa damu. Mungu alikuwa na uwezo wa kumpelekea Farao dhahabu, alikuwa na uwezo wa kufanya chochote, na ni Farao moyo wake ulainike. Lakini Farao na nchi ya Misri ilikuwa ina uwakilishi wa aina mbili, moja uwakilishi wa kishetani na uwakilishi wa kibinadamu. Mungu atusaidie. Sema Mungu atusaidie. Mwambie mwenzako Mungu atusaidie. Kwa hivyo Mungu akawaangalia wana wa Israeli wako Misri. Nilisema sababu ndogo ya haraka utasema njaa, lakini miaka nyuma Mungu alishasema uzao huu lazima uende utumwani. Kwa hivyo ilikuwa ni njia ya kupitia utumwani. Kuna somo fulani chuoni tulikuwa tunafundishwa, sema Mungu aweza kuyatumia mambo mabaya kukufikisha kwenye hatima yako bora. Kuna mtu amenielewa? Ni kama najiuliza, Mungu anaweza kutumia mambo mabaya? Ndio, anayatumia tu. Nasema anayatumia tu. Wewe ndugu zako wanakutupa kwenye kisima kikavu, wanataka kukuua, hatimaye wanakuuza. Hii ilikuwa ni jambo zuri. Yusufu anauzwa, ni jambo baya. Yusufu anaenda kwa Potifa, tena kule anasingiziwa, jambo baya. Anaenda gerezani, anakaa gerezani, jambo baya. Anatafsiri ndoto za watu, wanamsahau. Hilo nalo ni jambo baya. Sijui alikuwa anaomba namna gani Yusufu, jamani, sitaki kuchimbua sana, lakini ili aweze kuwa na yale mahusiano ya ulimwengu wa roho, lazima alikuwa ni mtu
anatumia muda wa utulivu katika ulimwengu wa roho. Amina. Sasa haya mabaya, Yusufu ndani ya gereza, Yusufu yuko pale ni kama sana anajikatia tamaa, kumbe Mungu alikuwa anatumia hayo kumfikisha kwenye hatima yake. Siku moja anakumbukwa kwamba alitafsiri ndoto ikawa kweli, akaenda akatafsiri kwa Farao, akamaliza na inafupisha. Ametoka sasa gerezani, anarudi huku si mnyweshaji wa mfalme, bali waziri mkuu katika taifa la ugenini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunamwona Yusufu ameenda, amefika mahali taifa lake, ndugu zake wote wako Gosheni mpaka Yusufu anakufa. Yusufu anakufa, anawaacha ndugu zake wakila anakunywa vizuri. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa na mtu ambaye ndiye anakupigia kifua, unaendelea kula na kunywa, unasema ni Bwana, alafu inafika mahali anaondoka. Akishaondoka mabaya yanaanza kutokea, unaanza kusema ni shetani, kumbe Mungu alikuwa na mahali anataka ufike, lakini kwa sababu ya uwepo wa yule ulikupa raha fulani, ukafikiria umefika. Mungu atusaidie, nasema Mungu atusaidie kanisa. Yale mabaya yakawanyima raha, ndipo Waisraeli wakakumbuka kwamba wanakwao. Amina. Walipokuwa wanachunga mifugo yao inaongezeka, wanakula wanakunywa, walisahau kwao. Mwambie mwenzako, unapokula na kunywa usisahau kwenu. Narudia, mwambie tena, unapokula na kunywa usisahau kwenu. Siku ulipozaliwa uliitwa mgeni. Mwambie siku ulipozaliwa uliitwa mgeni. Lini umekuwa mwenyeji? Maana haijatangazwa. Kuna mtu mmoja ananisikia? Mwambie unapokula na kunywa usisahau kwenu. Mwambie unapokula na kunywa usisahau kwenu. Unapokula na kunywa usisahau kwenu. Kuna mmoja amenielewa? Walikunywa wakala, wanafuga mifugo sijui nazaa wawili ama watatu. Yaani Gosheni lilikuwa eneo lililostawi mpaka wa Misri wakaanza kuingiwa na kihoro, kuingiwa na chuki. Sasa mimi sijawahi kuwa mwanamke, lakini mimi ni mwanaume. Mwanaume akasikia kuna kiazi fulani, mimi sijua kinatoka wapi. Wanaume mpo? Wanaume hawapo? Hebu wanaume nyosha mkono namna hii. Yaani ni kitu kinajaa hapa hivi. Naomba niangalie hapa hivi. Huyu ni wanaume, kwa hivyo wanawake chukulieni tu hivyo. Mimi sijawahi kuwa mwanamke, kama inawapataga kwenu nyinyi mnajua. Lakini mimi nasema hivi. Kwa hivyo Wamisri walipowaangalia Waisraeli wanavyonawili, wanavyostawi, wakaingiwa na hilo likiazi hapa la hasira. Kwa nini hawa wako hivi? Biblia inasema yule Farao aliyemfahamu Yusufu naye akalala, akainuka Farao, tena mtoto. Unajua mtoto wa Farao ambaye aliona baba yake akipokea hawa Waisraeli ama hawa Waibrania, anainuka na kujifanya hawajui. Akaanza kuwashughulikia, akaanza kuwapiga, kuwatwisha, kuwafanyisha kazi ngumu, kuwafanya walie na kuhangaika, na wakawa wanalia. Unajua mwanzoni tunasema tuvumilie. Walianza tuvumilie yataisha, badala ya kuisha yanaongezeka. Tuvumilie yataisha, tuvumilie yataisha, tuvumilie yataisha. Uvumilivu ukafika mwisho. Mwishowe wakakumbuka kuna Mungu wa agano ambaye alifanya na baba yao na kusema hili taifa ni taifa lililobarikiwa. Hawa ni watu wateule. Yoyote anayewabariki atabarikiwa, yoyote anayewalaani yeye ndiye atalaaniwa. Lakini wao wanaona wanao waudhi wanazidi kustawi. Najua nini walifanya? Biblia inasema wakaanza kulia. Kutoka 3, Mungu anasema nimesikia kilio cha watu wangu. Nimesikia, kumaanisha wakaacha kuambizana mateso, wakaacha kuambizana maumivu, wakageuka wakasema sisi tuna Mungu, tuna kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tuna Mungu na tuna kwetu. Na Mungu wao alikuwa anawaangalia. Biblia inasema wakalia.
Sasa katika kulia kulikuwa na mambo kadha ambayo yalitokea. Kwa nini Mungu aliingilia Misri? Nishawaambia kuna sababu mbili. Moja, lilikuwa taifa linaowakilisha ushetani na pia taifa la wanadamu tu wa kawaida. Kwa taarifa yako, ndio taifa lililo la kwanza kimaendeleo, kielimu. Unapozungumza juu ya elimu, sio wazungu ambao wameanza, ni hapa Misri, hapa kaskazini ni Misri. Unaona elimu ya uandishi, kuandika na nini, hawa ndio walipata hiyo neema. Alafu unakuta tena Yesu anazaliwa huko ndiko anakokimbilia ama anapokimbizwa. Afrika tumebarikiwa. Mwambie mwenzako Afrika tumebarikiwa. Mwambie mwenzako Afrika tumebarikiwa. Kwa hivyo Misri kama uwakilishi wa shetani, na shetani akiwa pale uliwakilishaje? Farao alivaa taji yake, na kwenye ile taji yake palikuwa na chata ya nyoka anaitwa swira au kwa Kiingereza cobra. Hakuivaa tu kwa sababu ameivaa. Taifa hili lilikuwa hapo nyuma limeingia maagano na shetani. Kwa hivyo taifa zima lilikuwa linatembea chini ya uvuli wa kipepo, uvuli wa kishetani, uvuli wa kichawi, uvuli wa mizimu. Kwa hivyo Misri ilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa na giza, na ndio maana Yesu alipokuja akiwa mchanga akapelekwa kwanza kwenye hili taifa lenye giza, afike kule peleke nuru, ili leo na sisi tuzungumze. Yesu akiwa mtoto alikuja Afrika, maana tulikuwa tunahitaji nuru. Jina la Yesu libarikiwe, jina la Yesu libarikiwe. Kwa hivyo Mungu anashuka Misri kwa sababu kulikuwa na agano. Kulikuwa na maagano ya miungu. Kutoka 12, niende pale kwa haraka. Kutoka 12 mstari wa 12. Kutoka 12:12 Biblia inasema hivi: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Alafu akaelezea wa wanadamu na wanyama, nami nitafanya. Kuna mmoja na Biblia, ningependa tusome wote hiyo sehemu. Nasema nami nitafanya. Naomba kusikia sauti yako. Kama unasoma, kama mwanga unatosha kusoma maandishi yako, hebu soma hiyo sehemu. Nasema nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Alafu anamalizia anasema, ndipo mjue mimi ndimi Bwana. Kwa hivyo Misri ilikuwa na miungu. Ili Mungu aweze kuwatoa kwenye hiyo miungu ambayo walikuwa wamefungamanishwa kwa damu, ili mlazimu naye aimwage damu. Bwana Yesu asifiwe. Damu hii ilikuwa bora. Haleluya. Tena fanya mkono wako namna hii, damu bora. Hivi usahau kuweka juu ya kichwa chako, usipitishe mbele. Haikupita mbele, ilipita juu. Alipita juu. Mungu onyesha tena mkono wako namna hii, ili Mungu aweze kuishughulikia miungu ya Wamisri. Alianza na malango. Mwambie mwenzako malango. Mwambie mwenzako malango. Nilipokuwa nasoma hivi nikacheka kidogo. Unajua kuna vimilango vingine vya ajabu ajabu. Nilikuwa na Kasim Kanokia, askofu anafahamu Kanokia fulani N70 kalipojitokeza kalikuwa gali sana. Yaani hawa vibaka ungeonekana hiyo ungefanya nini? Papua. Wameenda nayo. Yaani kwa hivyo nikawa naringa na Kasimu. Kasimu kalinifanya niwe nyuma kimawasiliano. Nilikuwa nakapenda, lakini hakana uwezo wa mtandao wa kisasa. Ukitaka fanya, yani ni kazuri kagumu. Nilikapenda, lakini hakakuwa kinazalishia mambo mengi. Mpaka Mungu alipoamua kukaua.
Nazungumza nikiwa mchungaji Mungu alipoamua kufanya nini? Kukaua, kwa kukaribu. Na niliumia. Kwanza unajua nilipewa na baba, yani niliumia, lakini kumbe haka kasimu kalikuwa ni kikwazo cha mimi kupata simu bora za wakati. Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie. Kuna vitu katika maisha yetu ambavyo mwanzoni vilionekana ni vizuri. Mungu atusaidie. Naanza, Mungu ni pendo, apenda watu, ni vizuri. Kimaliza unasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie. Unamaliza unalala. Ilikuwa nzuri ulipoanza. Mwambie mwenzako ilikuwa nzuri ulipoanza. Mwambie yako kamti kaache. Mwambie yako kamti kaache. Kuna mtu anielewi, kuna mtu anashangaa. Sijasema usiseme sala ya Bwana. Lazima uvuke, ufike mahali ambapo Yesu alisema, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kuna mmoja ananielewa hapa? Inamaanisha kuna hatua ambayo unatakiwa ufanye. Kuna jambo ambalo unatakiwa ufikie ili uweze kuingia katika nafasi ya usalama. Sasa Misri ikiwa na miungu mingi, Mungu akasema nitashughulikia malango. Nasema kuna vitu ambavyo tunavishikilia, vitu ambavyo kwa sehemu vilikuwa na maagano, au kwa sehemu ndio ambayo shetani anapitia. Na hivyo vitu, ili Mungu aweze kujifunua, aweze kujitukuza, lazima hawa wanaitwa wazaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza lazima uondoke. Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie. Kanisa, Mungu atusaidie. Kuna vitu katika maisha yetu ambavyo vina maagano. Unajua sisi sio wa kwanza kuanza biashara. Sisi sio wa kwanza kuajiriwa kwenye ofisi hizi za serikali ama za watu binafsi. Wewe na mimi sio wa kwanza kwenda shuleni. Hapana, kuna waliotutangulia. Kuna walioanzisha elimu. Kuna walioanzisha biashara. Waliingia maagano, na ni maagano ya damu, kwamba kila anayeingia kwenye biashara lazima apitie njia hii ili aweze kufanikiwa. Sasa wewe umekuja na njia iliyonyoka, inaitwa njia ya Yesu. Unaanza kukutana na hivi vikwazo. Unapoona unaanza kuzama, ndugu yangu, hauwezi kuzama. Acha kuogopa, hauwezi kuzama. Hautakufa ndani ya maji. Biblia inasema, tazama ninatenda jambo jipya, nitachipua maji katika jangwa, chemichemi zitabubujika. Mto umekauka, Mungu atachipua chemichemi. Mahali usipotarajia. Cha kufanya ni nini? Biblia inasema siku ya kupita juu, hapa chini kuna damu ilimwagika. Kama wao walifunga na kuweka masharti ya biashara, unasema nami nainuka kwa upya, nainuka kwa nguvu mpya. Kuna agano la damu, damu ya Yesu Kristo inanena mema, na juu ya hii damu Mungu anapita. Haruhusu mabaya, haruhusu niharibiwe, haruhusu niteswe, haruhusu niugue, haruhusu nihangaike, haruhusu nitese, haruhusu nitembee uchi, haruhusu nikae njaa, haruhusu nihangaishwe, haruhusu niaibishwe. Nasema yuko juu, hapa niko salama. Mwambie mwenzako uko salama kwa sababu ya damu ya Yesu. Uko salama kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu, Mungu anapita juu kwa sababu hapa chini yetu kuna damu ya thamani ya Yesu. Naomba usimame, simama tu mpendwa, simama tu kwa miguu.